Asante tena siku ya leo, maana nataka nimshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ili niweze kutana nawe. Siku ya leo wapendwa, kanisa la Mungu ambalo amelijalia kuwa hai siku hii, nataka ninene juu ya kata kauli ni majira ya Mungu. Wapendwa, kukata kauli si rahisi. Panahitaji neema ya Mungu ishuke kati yako, maana mazingira ambayo uko ndani haiwezi kuruhusu kukata kauli. Lakini nataka nikwambie mpendwa, mahali ulipo, kata kauli ili uingie katika njia za Mungu, uanze safari ya kuweza kujisajili ili kufikia ufalme wa Mungu. Maana usipokata kauli kufika katika ufalme wa Mungu, itakugharimu na utakosa. Na siku ya leo acha tuangalie katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Biblia inasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba tusifungiwe nira na wasioamini. Maana watu wengi wanakosa kufika kwenye hatima yao kwa sababu wanatembea na watu wasio na nia moja na wao. Wapendwa, wakati unapoamua ili ukue upande wa Mungu, lazima uangalie watu unaotembea na wao. Maana maandiko inasema usifungiwe nira pamoja na wasioamini. Na ndio maana mambo mengi yanaharibika katika kanisa la Mungu, katika maisha wa Kristo, kwa sababu wanafungiwa nira na masaa ambayo wasioamini. Kwa hivyo siku ya leo mpendwa, nataka uweze kuamini neno la Mungu ili ya kwamba utembee katika njia za Mungu, ili ya kwamba utengwe na wasioamini. Maana Biblia inaendelea na kusema ya kwamba tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Baliari? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Baliari ni miungu ambayo inaangusha watu wa Mungu. Wacha niwaambie wapendwa, saa imefika hata wewe mhuduma uangalie yale madhabahu ambayo unayotumika ndani, ili ya kwamba yasiwe si ya Mungu wa kweli. Maana wakati umefikia ili ya kwamba tuweze kutenganishwa na madhabahu yasiyo ya kweli. Na hii inachangia na mtu aliyeamini neno la Mungu anapotembea. Na ndio maana unaona watu wengi wanakuwa ndani ya kanisa la Mungu, lakini shida zinawaandama. Wanakuwa katika kanisa la Mungu na mapigo inawaandama, kwa sababu madhabahu yale haiambatani na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana maandiko inasema, wacha tuangalie mstari wa 17 ili tuweze kuangalia vile Mungu anavyosema. Anasema ya kwamba, kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguze kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa watu wangu, na wana wangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba wakati huu tutoke kati yao, ili ya kwamba Mungu aweze kutukaribia. Tusifungiwe na nira na pamoja na wasioamini. Ili Mungu aweze kutukaribia wapendwa, lazima tutembee katika njia zake. Tutenganishwe na waabudu sanamu, tutenganishwe na watu ambao wanaabudu sanamu, tutenganishwe na madhabahu ambayo sio ya kweli. Na hapa ndipo Abrahamu aliweza kuambiwa ya kwamba hauwezi pokea baraka mpaka utakapotoka katika nyumba ya baba yako, ili ya kwamba uende katika nchi nitakayokuambia. Maana baba yako ni nyumba ya kuabudu miungu, ni nyumba ambayo hauwezi ona baraka. Wapendwa, nazungumza na wewe siku ya leo. Unaweza kuwa unaangalia maisha unayoishi sasa, unaweza kuwa labda maisha unayoishi hauoni baraka, hauoni kazi, hauoni ndoa mzuri,
hauoni watoto wakifaulu. Wacha nikwambie, tenganishwa na maisha ambayo ni waabudu sanamu, tenganishwa na maisha ya watu wasioamini, ili ya kwamba siku ya leo mpendwa, kata kauli. Ni majira ya Mungu. Wanayokata kauli siku ya leo wataona ufalme wa Mungu. Na siku ya leo mpendwa, nataka ukaweze kuamini neno la Mungu. Nataka tusome na wewe katika kitabu cha Zaburi sura ya kwanza, ili tukaweze kuona Mungu wetu akitubariki. Maana Mungu akona haja ya kubariki sisi, na lazima tuangalie sura ya kwanza, Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza. Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Biblia inasema ya kwamba ni heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wapendwa, lazima ujiangalie mahali unapotembea, mahali unapokaa, mahali unapoishi, ili ya kwamba usiende katika njia ya wasio haki. Maana hapo ndio Mungu anahitaji ya kwamba ukae katika njia za haki, ili ya kwamba ukafikie upeo na mapenzi yake Jehova. Wapendwa, tafuta ile njia ambaye inaweza kuwa njia ya haki, ambaye njia ya haki ni pekee ambaye Mungu aliitoa, ni kuua katika Yesu Kristo, ambaye ndio njia itakayo kutufikisha katika ufalme wa Mungu. Na wapendwa, nataka nikwambie leo, tafuta kutembea katika njia ya haki, tafuta kutembea katika njia ya Mungu, ili ya kwamba ukafikia mapenzi ya Mungu. Maandiko inasema ya kwamba mstari wa pili, bali sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo, na sheria yake ni kuitafakari mchana na usiku. Wapendwa, Biblia inasema ya kwamba sheria ya Bwana ni kutafakari kati ya neno lake usiku na mchana, ili ya kwamba usitembee katika njia ya dhambi, ili ya kwamba usitembee katika njia ya ukosaji, ili ya kwamba usitembee katika njia ya maabudu sanamu, ili ya kwamba ukaweze kufikia upeo wa Jehova. Lazima utenganishwe na wao, watu wasio wenye haki, watu wanayetembea katika mizaha. Lazima utenganishwe na wao, utoke ndani ya dhambi, utoke ndani ya ulevi, utembee katika moyo wa ukamilifu. Wapendwa, hapo ndio utaona mapenzi ya Mungu. Maandiko inasema mtu huyo anakaa ni kama mtu uliyepandwa katika kando ya vijito vya maji, huwa unatoa matunda kwa wakati wake. Wapendwa, lazima tuangalie ni matunda gani wewe unatoa. Ni matunda ya baraka, ni matunda ya amani, ni matunda ya upendo, au ni matunda gani? Maana maandiko inasema, wanayotafakari njia za Bwana usiku na mchana, wanakaa ni kama mti ambao umepandwa kando ya vijito vya maji, huwa inatoa matunda kwa majira yake, huwa inatoa matunda kwa majira yake. Wapendwa, maandiko inasema wakati wa kiangazi hainyauki, maana iko katika kando ya vijito vya maji. Wapendwa, angalia maisha yako vile unavyoishi, ukiwa katika huduma, ukiwa katika maisha ya Mungu, ukiwa katika kanisa la Mungu, ikiwa katika utawala wa Mungu. Lazima uangalie maisha yako tangu mwanzo unaishi namna gani, na uangalie vile unavyoendelea na Mungu. Maana Mungu anahitaji watu wabarikiwe, watu waishi maisha matakatifu, watu wafikie upeo wa ufalme wa Mungu. Na Mungu anahitaji mtu anayetafakari usiku na mchana, hakai ndani ya dhambi, hakai ndani ya masengenyo, hakai ndani ya chuki, anakaa ndani ya kunyenyekea katika upendo wa Mungu, anakaa katika toba kila saa, anajiangalia katika maisha yake, anaangalia ndani ya moyo wake asiweze kutenda dhambi. Siku ya leo mpendwa, nataka nikwambie, tembea katika usia wa Mungu, tembea katika mapenzi ya Mungu. Na ndio maana nataka nimalizie huu mstari wa 3 ili ukaweze kuelewa sawa sawa. Biblia inasema, naye atakuwa kama mti uliyepandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala
wala jani lake halinyauki, na kila atendalo litafanikiwa. Wapendwa, maandiko inasema ya kwamba kila atendalo litaweza fanikiwa. Wacha nikwambie, wakati huu ni wakati mgumu. Wanayemtegemea Mungu peke yao ndiye watakayokaa kama mti ambao uliyepandwa kando kando ya vijito vya maji. Wakati mahangaiko inaingia, yeye anamtegemea Jehova. Wakati shida inaingia, yeye anamtegemea Jehova. Huyo mtu ndiye yule anayetafakari njia za Bwana usiku na mchana. Mtu huyo hataona shida, mtu huyo hataona tabu. Kati ya hiyo tabu anaona Mungu akiwa upande wake, kati ya hiyo shida anaona Mungu akiwa upande wake.